Review sehemu ya pili, CW 29.1, tunaambiwa pia, let the truth that are the foundation of our faith be kept before the people. Wacha ujumbe ambao ni wa imani yetu, ujumbe wa msingi wa imani yetu upeanwe ama uwekwe mbele ya Kwa nini uwekwe mbele ya watu? Tukaona jana ya kwamba wengi watajitenga na wakisikiliza na mafundisho watageukia sayansi ya shetani ambayo itaweza kuwaondoa katika ukweli. But it is not the science of salvation. Si sayansi ya kimungu. Jana tukaona ya kwamba Mungu aliweka neno lake pamoja na roho nabii ili watu wa Mungu waweze kukaa hapo wakijifundisha hapo nuru ama kweli za wakati ambazo zitaweza kuwapatia wokovu. Tunaambiwa we are now to understand what the pillars of our faith are. Kila mmoja wetu anafaa aelewe misingi ya imani yetu ni ipi. Tunafaa tuelewe the truth that have made us as a people, ujumbe ambao umetufanya sisi kuwa watu wa Mungu. What we are, na pia ujumbe ambao umetufanya sisi kuwa jinsi tulivyo hivi kama wana matengenezo. Ujumbe huo unafaa tuongoze hatua kwa hatua. Na tukaambiwa ya kwamba watumishi wa Mungu wa kweli wanafaa wapeane hiyo ujumbe. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventist. Wanafaa wapeane ujumbe wa kweli, sure word, si nadharia za uongo ama mapokeo. Tukaona jana ya kwamba Waadventista ambao walipeana hiyo ujumbe ambao walifaa wapeane kwa uhakika, leo wameogopa kupeana hiyo ujumbe. Wanaambia watu msihubirie watu habari ya mwingine anauliza waiona popo wapi na pembe, na ni Mwadventista. Wanakataa ujumbe wao. Sasa wale ambao watasalia, masalio tuliweza kuona jana, wanafaa wapeane the sure word of prophecy, ujumbe wa hakika wa kiunabii, na wanapeana kama msingi wa imani yao wa Kiadventista. The prophecies of Daniel and Revelation should be carefully studied. Ujumbe huo pia wa kitabu cha Ufunuo na Danieli unafaa usome kwa makini. Vile vile tukaona jana ya kwamba kuna watu ambao wanaeleza kitabu cha Danieli kivinginevyo na pia wanaeleza kitabu cha Ufunuo kivinginevyo. Kwa mfano tukaangalia ama tukazungumzia mmoja mhubiri wenu hapa anasema ya kwamba mnyama Ufunuo 13 anatokea wapi? China. Si ndio? Na pia kwenye kitabu cha Danieli pia wale wanyama, kuna wale ambao wanasema sijui wanaigawa, wanasema sijui ni Iran mnyama wa kwanza, kuna vile wanaigawa hapo, wameharibu nabii. Lakini sisi kama watu wa Mungu tunaambiwa tunafaa kupeana the sure word of prophecy. Tuisome kwa umakini na pia tuweze kuelewa kitabu hicho. The prophecies of Daniel and Revelation should be careful studied. Tuisome kwa makini. And in connection with them the words, pamoja na ujumbe huu, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Tunaambatanishwa na ujumbe huo kuwafundisha watu mwana wa Mungu ni nani ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu. Maana yeye peke yake ndiye mwenye ujumbe aliyewapatia manabii ujumbe huo wote. Tunapoendelea tukaangalia pia unabii ambao unapatikana kwenye Biblia. Mungu hajaweka unabii kwa Biblia kwa jinsi ambayo hautaelewa, bali ameweka kwa njia rahisi. Kama ametumia unabii, ameleta kwa njia ya mifano, ameeleza na akizungumza hiyo mifano inamaanisha nini. Kama wanyama wanne ameeleza ni wafalme wanne, kwa hivyo ameeleza kwa njia ambayo ya kueleweka. Tulisoma katika kitabu cha 4SP 344.2 tunaambiwa Biblia imewekwa kwa njia ya kuweza kuwasaidia wote ambao wanafaa wampendeze Muumba wao. Vile vile tunaambiwa Mungu, God gave to men a sure word of prophecy, amewapatia unabii wa hakika. Angel and even Christ himself come to make known to Daniel and John the things that must be shortly come to pass. Ya kwamba
Kristo na malaika walikuja wakazungumza na Yohana na Danieli kwa mambo ambayo hayana budi kufanya nini? Kuwepo. Kwa hivyo katika unabii tunasoma mjumbe ama mambo ambayo hayana budi kuwako. Kwa hivyo wale ambao watakosa kusoma inamaanisha watanaswa na shetani. Tunaambiwa those important matters that concern our salvation were not left involved in mystery. Mambo yote yanayohusiana na masuala ya imani yetu ya kutuokoa sisi haijaachwa katika lakini tukaona pia jana kuna leo Mungu wa na kuna mambo mengi ya ibada ya lakini Mungu wa Biblia hajawacha watu wake katika ama hajaeleza mambo ambayo ni fumbo. Hajawapatia fumbo mambo ambayo yanahusiana na wokovu, bali mambo yanayohusiana na wokovu tunaambiwa they were not revealed in such a way as to perplex and mislead the honest seeker after the truth. Tena tunaambiwa Mungu ameeleza na ameifunua kwa njia rahisi ili kwamba yule ambaye anaitafuta asitumie nguvu nyingi ama akili nyingi kwa ajili ya kufikia hiyo ukweli. Say the Lord by the prophet Habakkuk. Mungu akazungumza kupitia nabii Habakkuk. Andika maono, write the vision and make it plain. Kwa hivyo kitu ambacho kiko plain inamaanisha huta struggle, bali kila ambacho wewe unafaa kufanya ni kupiga magoti na kuomba, kisha Mungu ataleta ufahamu na maana tayari he has already make it plain. Amekifanya kikawa, utasemaje kwa kizungu plain? Wazi. Sasa Habakuku akaambiwa ya kwamba aiweke kuwe wazi, na anaiweke inakuwa wazi wapi? On tables, ili yeye asomaye apate kusoma kama maji. The word of God is plain to all who study it with a prayerful heart. Neno la Mungu liko wazi kwa yule ambaye atasoma kwa moyo wako wa kuomba. Every truly honest soul will come to the light of truth. Kila nafsi mwaminifu, mtu ambaye ako honest kwa kutaka kuelewa neno la Mungu, Mungu atamfunulia. Light is shown for the righteousness. No church can advance in holiness unless its members are earnestly seeking for the truth as for hide treasure. Tunaambiwa hakuna kanisa itakayokoma ama kuwa na maendeleo isipokuwa washirika wake watatafuta ukweli kwa moyo, ama watatafuta ukweli kama hazina iliyofichwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuambiwa Biblia ilikusudiwa iwe mwongozo kwa wote wanaotaka kufahamu mapenzi ya nani? Ya Muumba wao. Mungu aliwapa wanadamu neno la hakika la unabii. Malaika na hata Kristo mwenyewe alikuja kuwajulisha Danieli na Yohana mambo ambayo lazima yatokee upesi. Mambo hayo muhimu yanayohusu wokovu wetu hayakuachwa katika fumbo. Hazikufunuliwa kwa namna ya kutatanisha na kupotoshwa mtafutaji wa ukweli. Bwana alisema kwa kinywa cha nabii Habakuku, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi katika vibao. Jana tukaangalia hizo vibao. Maana unabii wa Habakuku tuliona ni unabii ambao umetimia mwaka gani? Si tuliangalia unabii wa Biblia umekuwa ukitimia. Isaya 7:14 ulitimia lini? Bwana Yesu asifiwe. Na inasema aje Isaya 7:14? Bikira atachukua mimba naye atafanya nini? Si unatimia wakati Yesu amezaliwa, si ndio? Ulikuwa unamlenga nani? Sasa Habakuku 2 ilikuwa inalenga nani? Ama ujumbe huo umetimia wapi? Maana kwenye Biblia kuna jumbe nyingi ama unabii nyingi. Sikiliza. Tunaambiwa neno la Mungu liko wazi kwa wote wanaolisoma kwa moyo wenye sala. Kila mwaminifu nafsi itakuja kwenye nuru ya ukweli. Nuru imepandwa kwa wenye haki.
hakuna kanisa linaloweza kusonga mbele katika utakatifu isipokuwa washirika wake wanatafuta kweli kwa bidii kama hazina iliyofichwa. Sasa tukaangalia ujumbe wa Habakuku ambao umeweza kuandikwa kwenye vibao. Iliandikwa on tables. Ujumbe huu ulitimia lini? Tukawa tunajiuliza swali. Na tukaona ni ujumbe ambao unakuja kutimia 1840 to 1844. Tunapoendelea tunaambiwa ujumbe huo ulitimia vipi? Tunaambiwa when time passed at which the Lord is coming was first expected. Wakati ulipotimia, watu walipotarajia marejeo ya Kristo katika msimu wa 1844, those who had looked in faith for his appearing were for a season involved in doubt and uncertainty, while the world regarded them as having been utterly defeated and proved to have been cherishing delusion. Watu hawa ambao walivunjwa mioyo yao, walikuwa na disappointment walipokuwa nangojea Kristo akakosa kurudi. Tunaambiwa watu waliwavunja moyo, wakiwaambia kwamba wameamini nini? Uongo. Lakini tukaona hiyo ujumbe ambazo walikuwa nazo, Mungu alikuwa ameambia Habakuku aje ingojea hata kama itafanya nini? Itachelewa. Kwa hivyo kulikuwa na uaminifu hapa hata kama kulikuwa na disappointment. Waliongojea hata kama hakukuja. Tunaambiwa many continue to search the scriptures. Waliendelea kutafuta maandiko na kusoma tena wakarudia. Walikuwa wamebaki watu wangapi? Watu 50 waliosoma maandiko, examining a new evidence of their faith and careful studying the prophecies to obtain further light. Watu hawa waliendelea kutafuta ukweli na kuchunguza mambo yanayohusiana na imani yao ambayo walikuwa wameamini hiyo miaka 1840 to 1844. Wakasoma unabii, studying the prophecies. Tukaona mmoja wao alikuwa ni William Miller aliyekuwa wa kwanza kuanza kuchora wanyama wa Danieli 7 jana. Wakasoma ili waweze kuelewa, wakuwe na nuru zaidi. Signs which could not be mistaken pointed to the coming of Christ as near. The special blessing of the Lord, both in conversion of sinners and the revival of spiritual life among Christians, had testified that the message was of heaven. Lakini waliposoma walikuwa na hakika na wakawa na hakika huo ujumbe ambao walikuwa nao 1840 to 1844 ulikuwa ni ujumbe wa kweli. It was the message of heaven. And though the believers could not explain their disappointment, hata kama walikosa kueleza jinsi walivyovunjwa moyo na kutokurudi kwa Kristo, they felt assured that God had led them in their past experience. Walikuwa na hakika ya kwamba Mungu aliwaongoza. Sasa tukajiuliza swali, ujumbe huo ulikuwa ni gani? Ujumbe huo ulikuwa ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huo ulikuwa ni gani? Tukaona miongoni mwa unabii huo ulikuwa ni kitabu cha Habakuku ambao kiliweza kutimia wakati huo. Tulisoma Great Controversy 392.1. Kitabu hicho kinasema, nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu. Nitakapokemewa, ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kufanya nini? Kutimia. Kwa hivyo kitabu hiki cha Habakuku kinapotimia kinakuwa na disappointment, lakini wanaambiwa wangojee ijapofanya nini? Ijapokawia. Tunaambiwa sasa katika .2 ya hicho kitabu ya Great Controversy 392.2, tunaambiwa unabii huo uliweza kutimia lini? So when did this prophecy to write the vision and make it plain upon the table come to pass? Unabii huo umekuja kutimia lini? Tunaambiwa mwaka wa 1842. Tunaambiwa the direction given in his prophecy to write, ujumbe huo unaohusiana na kuandika kwenye vibao katika mwaka huo, and make it plain upon tables,
that he may run that readeth it, had suggested to the Charles Fitch. Tukaona jamaa aliyejulikana kama Charles Fitch ndiye alikuwa jamaa wa kwanza kuandika chati ya kwanza. Tunaambiwa Charles Fitch, the preparation of a prophetic chart to illustrate the visions of Daniel and Revelation. Akawa ametengeleza chati ya kwanza ambayo ilielezea maono ya Danieli na maono ya nini? Ya Ufunuo. The publication of this chart was regarded as a fulfillment of the command given by Habakkuk. Chart hiyo iliyotengelezwa, kumbe anatimiza unabii ambao Habakkuk alikuwa ameutabiri. Lakini tunaambiwa no one however then notice that an apparent delay in accomplishment of the vision at tarrying time is presented in the same prophecy after the disappointment. This scripture appeared very significant. The vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Just shall live by faith. Kwa hivyo Charles akaandika hiyo, na hiyo ujumbe wa Habakuku tunaambiwa ni Charles aliandika kitabu cha maono ya Danieli na maono ya nini? Kwa nini waliandika? Ili waweze kuelewa ujumbe wa Mungu pamoja na marejeo ya Kristo. Tukaona chati ya kwanza ambayo iliandikwa na Charles Fitch ilikuwa ni hii. Hii ndio chati ya kwanza ya wanyama. Illustration of visions of Daniel and Revelation. Mungu aliruhusu iandikwe na Charles Fitch. Tukaona kulikuwa na Danieli 2. Tukaona kulikuwa na ole farasi, tukakuwa na beberu, hiyo yote pamoja pakawa na takwimu. Kwa hivyo ikaandikwa. Tukaulizwa swali. So from what we have just read, we see that the prophecy of Habakkuk 2 had a fulfillment in a year. Ujumbe huo wa Habakkuk kuiandika inakuja kutimia mwaka wa 1842 to write the vision and make it plain. Also from the quote we have just read, na nukuu ambayo tuliisoma sasa hivi, it is stated that it was Charles Fitch who the Spirit of God moved upon to create the prophetic chart. Tukawa tunajiuliza maswali kiasi. Nani aliweza kucreate ama aliye create the first chart? Tuliona ni Charles Fitch. Mwaka gani? Ilikuwa ni 1842. Na tunaambiwa tukumbuke ujumbe huu unafaa urudiwe. Ujumbe wa 1840 to 1842. Sikiliza. Sasa tunaambiwa katika early writing 74.1 Ellen White anasema I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord. Hii chart iliongozwa na mkono wa nani? Iliongozwa na nani? Na Mungu. Imeongozwa na mkono wa Mungu. Alafu pia Mungu akasema and that it should not be altered, that the figures were as he wanted them. Vile hizo mambo, hiyo takwimu zilivyo, vile ilivyoandikwa, aliamrishwa ibaki ikiwa hivyo. Hakufai kubadilika chochote. Tumeambiwa nimeona kwamba chati ya 1843 ilielekezwa kwa mkono wa Bwana na kwamba haipaswi kubadilishwa, kwamba takwimu zilikuwa kama alivyotaka. Hizo takwimu zote zilikuwa kama alivyotaka, kwamba mkono wako ulikuwa juu na kuficha kosa katika baadhi ya takwimu. Kwenye hiyo chart kulikuwa na makosa ambayo ilikuwa wakati wanasoma kitabu cha Danieli na Ufunuo, kulikuwa na makosa na Mungu akaficha hiyo makosa. Tunaona hapa kuna miaka ama jumbe za unabii hapa. Kuna
490, kuna 508, 538, kuna 606. Hizi miaka zote ziko na maana yake, zimebeba ujumbe wa historia ya kanisa. Sikiliza, kuna 1299, kuna 1449, kuna 1798, alafu pamoja kuna 1843. Hizi matakwimu zote Mungu aliamrisha ziwe kama zilivyo, lakini tunaambiwa ya kwamba kulikuwa na kosa na Mungu akaweka mkono hiyo kosa isionekane. Sasa tutakuja kujua ni kosa gani. Tutakuja kuona ni kosa gani. Tunaambiwa kwamba mkono wake ulikuwa juu na kuficha kosa katika baadhi ya takwimu, hivyo kwamba hakuna mtu anayeweza kuona mpaka mkono wa Mungu ufanye nini? Uondolewe. Na baada ya mkono wa Mungu kuondolewa, waliweza kuona hilo kosa. Bado niko kwa review tu. Tunaambiwa sasa chart ya 1843 imetengelezwa na Charles Fitch na pia imeongozwa na mkono wa Mungu. Jambo lingine, haifai kubadilishwa takwimu ambazo ziko kwenye hiyo zinafaa zisalie kama zilivyo. Alafu tunaambiwa it is the way God wanted the figures to be on the chart. Hizo takwimu zote hizo ziko pale, Mungu alisema zibaki hivyo, ndio zinafaa zibaki hii. Kwa nini iliitwa 1843 chart? Maana ilitengelezwa ama iliagizwa na Mungu ikikuwe presented in 1843. Tunaambiwa pia, tulisoma kwenye kitabu cha Habakuku, imetaja mbao ama vibao, tables. Kwa hivyo zinafaa zikuwe mbili. Tumeona ya kwanza imeandikwa na Charles Fitch. Sasa moja iko wapi? Maana vibao inaashiria ama inamaanisha zaidi ya moja. Angalia. So here is the problem. We saw that it was only one chart table created in 1842, while we read about more than one. So now we need to trace down and see where in history the second table or chart of Habakkuk had its next fulfillment. Sehemu ya pili. Tunaambiwa chati ya pili ambayo inakuja, ambayo inafaa ipatikane, na pia tutaweza kuelewa nini iko kwenye hiyo chati ya pili na imebeba ujumbe gani na kwa nini ziwe mbili, kwa nini siwe moja. Tunaambiwa katika 13 MR 359.1 tunaambiwa I saw, ile watu anasema nilionyeshwa na Mungu, I saw that God was in the publishment of the chart by brother Nichols. Kwa hivyo chati ya pili iliweza kuongozwa na Mungu kupitia ndugu ambaye anaitwa I saw that there was a prophecy of this chart in the Bible. Na anasema katika chart hii ya Nichols kuna unabii wa Biblia katika chart hiyo. And of this chart it is designed for God's people. Na hiyo chart imetengenezwa kwa ajili ya watu wa nani? Wa Mungu. If it is sufficient for one, it is for another. Angalia, kama imetengenezwa na Mungu, tujue ya kwamba inategemea ile ya kwanza. If one needed a new chart painted on the larger scale, all needed it just as much. Kasema kunahitajika kuwe nayo. Kwa hivyo akaunga mkono brother Nichols kuhusiana chati ya pili, na akasema Mungu alimuongoza. Tukaona pia nukuu ya pili wakati alipomtembelea huyo brother Nichols sehemu ambayo inaitwa Dorchester kwa familia yake. Hiyo usiku bado anasema alipata maono. There in the night God gave me a very interesting vision, the most of which you will see in the paper. God showed me the necessity of getting out a chart. Pia Mungu alimpatia maono wakati alipomtembelea brother Nichols ili wakuwe na sehemu ama chart ya pili. I was so it was needed, and that the truth made plain upon tables will effect much and will cause souls to come to the knowledge of the truth. Kulihitajika kuwe na chati ya pili vile ambavyo alionyeshwa katika maono, ili ukweli uweze kuwekwa wazi. Maana katika chati ya kwanza tumeona kulikuwa na makosa, Mungu akafanya nini?
akafunika. Kwa hivyo kulihitajika chati ya pili ambayo itaeleza makosa, na tukaona chati hiyo ya pili ilikuwa ni hii. Tukaulizana swali jana, nini umeona tofauti kwenye hii chati tofauti na ile chati ya kwanza? Tofauti iko wapi? Tuliweza kuona hii iko na hekalu, ile ingine haina hekalu. Kwa hivyo inamaanisha hii, baada ya wao kujua ujumbe wa hekalu, waliweza kuelewa ile makosa. Ndio unaona hapa kuna hekalu. Kwa hivyo hii imekuja kwa ajili ya kutatua kosa lililokuwa kwa chati ya weka kwa mawazo hilo tunapopiga hatua. Tukaona vile vile chati hii ilikuwa created, who created this next prophetic chart? Tukaona it was designed by Samuel W. Rhodes and published by Otis Nichols. Tukaambiwa mwaka gani? 1850. What was the second chart table called? Iliitwa 1850 chart. Why was it called the 1850 chart? Because it was created in 1850 chart. Kwa nini itwe chart ya 1850? Maana ilikuwa published ama kutengenezwa wakati huo wa 1850. Sikiliza. Sasa hiyo chart ya pili waliposoma tunaposoma hawa mapayonia, hii ni kitabu cha Pioneer. Wanasema kutokana na uchunguzi wa kina wa maandiko, nilikata kauli kwamba nyakati 7 za ukuu wa wasio Wayahudi lazima zianzie wakati wa Wayahudi walipokoma kuwa taifa huru wakati wa utekwa wa Manase, ambao wana hesabu bora zaidi walikubaliana kuwa zinaanza mwaka gani? 677 BC. Kwa nini nimeweka hii nukuu? Hii tunaiona wapi? Takuonyesha sasa hivi, lakini tuendelee kidogo kwamba siku 2300 zilianza na majuma 70 ambayo wanakronolojia wazuri zaidi waliandika kutoka BC 457. Na kwamba siku zile 335 zikianza na kuondolewa kwa kafara ya kila siku, ambayo hiyo the word daily sacrifice wanasema, na kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu zilipaswa kuwa za tarehe kutokana kwa uwekaji wa ukuu wa upapa. Baada ya kuondolewa kwa machukizo ya pagani na ambayo kulingana na wanahistoria bora ningeweza kushauriana inapaswa kuwa tarehe kutoka katika mwaka wa gani? 508. Kwa hivyo hii inatuonyesha jinsi walivyosoma tena wakagundua makosa mahali ilikuwa kwamba the word daily sacrifice pia ilikuwa limeongezwa, wakakubaliana haikuwa inamaanisha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Tuko pamoja? Sikiliza. Hii miaka tunaipata katika chart ya pili. Hii miaka tunaipata katika chart ya pili. 6 siko hapa. Ndio hiyo 677. Hizo takwimu. Na tumeambiwa kwamba takwimu hizo zinafaa kusalia kama zilivyo. Angalia, kuna 508. Kuna tukio lililofanyika 508, ama kuna mahesabu ya kiunabii ambayo inaanzia 508. Kuna 490. Hizi zote ni mahesabu za kiunabii ama hesabu za Bible prophecy. Kuna 606. Nini ilifanyika 606? Utawala wa Babylon. Kuna Danieli 2. Hizi zote hizi ziko na maana yake hizi katika chati ya kwanza. Turudi nyuma mahali ambapo tumeweza kutoka. Kwa hivyo tarehe hizo zinapokuwa pale, tuelewe kwamba zimebeba historia ya Mwadventista. Tukaona yule ambaye hatajua historia, hatajua ni wapi ametoka na ni wapi anaelekea. Kwa hivyo hii inaeleza jinsi walivyorudi kusoma baadaye, wakagundua mahali makosa ilikuwa. Tupige hatua. Tunaambiwa hivi.
from a further studying of scriptures, walipoendelea kusoma, hata hii ni sehemu na ile ingine, tuna hapa juu ndio nataka tuzingatie kitu hapa kwenye hiyo chart. Nataka tuzingatie hii takwimu moja hii kwanza. Tumeambiwa hii wakati wa utekwa wa Manase, ambao wanahesabu bora zaidi wanakubaliana kuanzia ya kwamba Yuda ama Israeli walitekwa mwaka wa BC 677. Na hizo ndio takwimu ambazo zinapatikana kwa chart hiyo ya kwanza. Mungu alikuwa amesema nini katika kitabu cha Walawi kuhusiana na wana wa Israeli? Katika Walawi 26:13 Mungu alikuwa amesema, mimi ndimi Bwana Mungu wenu niliyewaleta mtoke katika nchi ya Misri ili msiwe watumwa wao. Nami nimevunja miti ya kongwe lenu, nikawaendesha muende sawasawa, lakini msiposikiliza wala mtaki kuyafanya maagizo hayo yote. Nanyi mkizikataa amri zangu na roho yenu ikichukia hukumu zangu, hata ikawa mtaki kuyafanya maagizo yangu yote, bali mlivunja agano langu, tena ikiwa baada ya hayo hamtaki kusikiliza, ndipo nitawadibu zaidi mara ngapi? Mara 7 kwa ajili ya dhambi zenu. Kwa hivyo Mungu alikuwa tembea na wana wa Israeli endapo watatii amri zake na kukaa kwenye hukumu zake, Mungu angetembea nao. Lakini akasema akikataa atawadhibu mara. Na ukumbuke hapa tunatafuta takwimu ambazo ziko kwenye chati tumeona ya kwanza ni 677. Tumeambiwa na nukuu ya kwamba hiyo 677 BC ndio wana wa Israeli walichukuliwa mateka. Sasa ukisoma ya Kizungu inasema vizuri, 7 times more for your sin. 7 times. Sikiliza, kuna hesabu ambayo nataka tuifanye hapa alafu tuweze kumalizia hapo. Tunaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati 13 mstari wake ni wa kwanza na pili mpaka 7. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55, akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Akaweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambaye Mungu aliwaambia Daudi na Samueli mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliyoichagua miongoni mwa kabila zote za Israeli nitaliweka jina langu takatifu. Kwa hivyo tangu kwa kuasi kwa Manase, Israeli ikatekwa na hii ni Israeli ambayo iligawanyika. Hii ilikuwa ni Yuda. Iliweza kutekwa wapi? Utumwani. Ilikuwa ni mwaka gani? Tunaambiwa katika volume 2 ya William Miller 262.2, maana hao ndio walisoma wakaweka hizo takwimu, wana wa Israeli Yuda ilichukuliwa mwaka gani. Tunaambiwa Yuda alitekwa 677 BC. Tunaambiwa basi kawa Babeli ndiyo iliyokuwa taifa ambalo lingewatawanya watu wa Mungu, na jambo hili litokea katika siku za Manase. Ndio tumesoma hilo andiko la kwanza. Basi nauliza, utekwa huo ulitokea lini? Jibu ni kwamba ulitokea mwaka wa, na ukumbuke hii namba inapatikana kwa chati ya kwanza. Kuna mahesabu alikuwa anapiga prophetic days zilizokuwa zinapigwa kwenye hiyo chart. Wanakupatia pia reference ya hilo andiko pamoja na mpangilio wa nyakati za Biblia kuhusu tukio hilo. Huu ulikuwa utekwa wa kwanza wa Yuda kwenda wapi? Babeli. Sikiliza, tunaambiwa kisha ukiondoa miaka 677 iliyokuwa kabla ya Kristo kutoka kwenye miaka 2520 ambayo inajumuisha kipindi kizima cha nyakati 7 au miaka 7 ya kiunabii, unabakiwa na mwaka na kuleta mwaka wa 1843. Hii yote pia tuliona kwa chati ya kwanza, na pia hii 25 tuliona kwa chati ya kwanza.
677 pia tuliona kwa chati ya nini? Na hizo namba Mungu alisema zibaki kama zilivyo, zisifanywe nini? Zisibadilishwe. Angalia, hii inaonyesha kwamba watu wa Mungu watakusanywa kutoka kati ya mataifa yote, na ufalme pamoja na ukuu wa ufalme watapewa watakatifu wake aliye juu. Angalia, tumeambiwa tukitoa 2520 inafaa tulete 1843 chart. Hata ukipiga kwenye calculator yako, maana tumeambiwa kwamba lazima tuelewe jumbe hizo za 1840 to 1844. Ukipiga 677 BC kwenye calculator yako itakuleta wapi? 1843. Angalia, nini ilifanyika 1843? Nini ilifanyika? Kando na chati kutengelezwa, nini nyingine ilifanyika? Walikuwa wanatarajia nini kipindi hicho? Kurejea kwa nani? Kwa Kristo. Angalia, tunapopiga hatua. Kwa hivyo chati ya pili ilitengelezwa kwa ajili ya kurekebisha makosa ya chati ya kwanza. Haya, tunapopiga hatua, sikiliza. Pia Mungu akaambia wana wa Israeli atawaadhibu mara ngapi? Mara 7. 7 times. 7 times. Hesabu ya haraka haraka. Tutakuja tuzisome tu polepole. Mtumishi Collins anakuja kesho, atakuja kuendeleza mahali ambapo tutaachia. Mimi nimepita tu juu. Mungu alisema wakikosa, Mungu atawaadhibu 7. Mkumbuke hizo twakimu ambazo tunasoma, zote zinapatikana kwenye hiyo chati hiyo ndio lengo letu. Kwa nini ziko hapo? Zina maana gani? Ili zitusaidie pia na sisi tuelewe kwamba our pioneers walifundisha ukweli na Mungu alitembea na wao. Angalia, Mungu alisema atawadhibu mara 7. Sasa 7 times 360 inakupeleka wapi? 360 ni za nini? Mwaka uko na siku ngapi? 360. Kwa hivyo 7 times ya Mungu tukiigawanisha kwa mwaka tunapata ngapi? Ambayo inapatikana kwa ile chati. Kwa nini nafundisha hizi? Maana kuna watu wanapinga hiyo chati. Na ni wana mategelezo. Wanaipinga hiyo chati ya kwanza na ya pili. Wanasema hatuhitaji kuwa na hiyo chati. Lakini tumeambiwa na nukuu ya kwanza ya kwamba tunahitajika turudie jumbe za 1840 to 1844. Kwa hivyo tunahitaji kuzielewa. Angalia, 2520 days pia inaweza kaifananishwa na 2520 years. Hii 2520 iko na maana yake. Ndio naona inapatikana kwenye chati ya kwanza. Tunaendelea. Ellen White anasema, onyo limekuja, hakuna kitakachoruhusu kuingia kitakachovuruga misingi wa imani yetu ambayo tumekuwa tukijenga juu yake tangu ujumbe ulipokuja 1842, 1843 na 1844. Hapo ndio kuna message ya kutengeleza Mwadventista wa kweli. Nilikuwa katika ujumbe huo, Ellen White anasema, na tangu nimesimama mbele ya ulimwengu kweli kwa nuru ambayo Mungu ametupa, atupendekezi kuiondoa miguu yetu kutoka kwenye jukwaa ambalo iliwekwa, kwani siku ya baada ya siku tulimtafuta Bwana kwa maombi ya dhati tukitafuta nuru. Je, unafikiria kwamba ningeweza kuacha nuru ambayo Mungu amenipa? Katika watu waliobaki, watu 50, Ellen White alikuwa mmoja wapo wa wale waliohusika kwenye kitendo cha disappointment 1843. Anasema nuru ilipotolewa baadaye, anasema hawezi akaondoka pale. Ni kuwa kama mwamba wa zamani, imekuwa ikiniongoza tangu ilipotolewa. Ndugu na dada, Mungu anaishi na anatawala na anafanya kazi leo. Mkono wake uko juu ya gurudumu, na katika riziki yake anazungusha gurudumu kwa mujibu wa mapenzi yake mwenyewe. Wanaume wasijifungie kwenye nyaraka wakisema watakachofanya na wasichofanya.
na wajifunge kwa Bwana Mungu wa mbinguni, kisha nuru ya mbinguni itaangaza ndani ya hekalu la Roho, na tutaona wokovu wa Mungu. Anaendelea kusisitiza tubaki kwa ujumbe wetu wa 1840 to 1843 to 1844. Sikiliza. Sasa baada hizo chati tumeelewa chati ya pili ilitolewa kwa ajili ya kukosoa makosa ya chati ya kwanza. Hizo tutaendelea kuzisoma pole tukizidadavua. Lakini kwa sasa kuna takwimu, baadhi ya takwimu ambazo nimekuonyesha ambazo zinapatikana kwenye hiyo chati zimetoka wapi na zinamaanisha nini. Sasa baada hizo chati mbili kutengenezwa, kuna chati nyingine ya tatu ambayo iko andikwa na Ellen White ama iko andikwa na pioneers ambayo walikuwa waaminifu. Hili andikwa na James White, mume wa nani? Wa Ellen White. Hii angalia, unaona tofauti gani katika hii chart na zile za kwanza mbili? Kuna utofauti gani? Kiangalia tu vizuri. Yeah? Haina takwimu, si ndio? Haina takwimu kama ile ingine. Angalia. Unapoangalia hii na hii, utaona kuna utofauti. Utaona kuna vitu vinapungua. Angalia. Sasa tunaambiwa haje chart ya James White. Ellen White anasema, nimeonyesha kwamba chati ya mwaka wa 1843 iliongozwa na mkono wa nani? Kwa hivyo Ellen White anaunga mkono chati ya 1843. Anaunga mkono hii chati pamoja na hii ya pili, maana alisema kulikuwa na uhitaji wa chati ya pili ili ukweli wekwe kwa hivyo anaunga mkono hizi. Lakini hii hakuna mahali amewahi unga nini? Mkono. Sasa anasema hivi, angalia ninapomalizia. Anasema, mume wangu anapaswa kutenga muda wa kufanya mambo ambayo hukumu yake inamwambia yatamsaidia kuhifadhi afya yake. Amefikiria kwamba ni lazima ajiondolee mzigo iliyokuwa juu yake. Aache kazi ya ofisini na aachane na majukumu pamoja na mahangaiko yaliyokuwa yakimfanya nini? Yakimlemea. Kwa hivyo hii chart wakati ameitoa, Ellen White akaanza kusema mume wangu ako na ugonjwa wa nini? Wa akili, maana ni mume wake. Angeweza kusimama na aanze kumkosoa, mwambie umefanya nini? Umedanganya ama umefundisha uo? Alikuwa na hekima. Alipoulizwa alisema mume wangu anaugua, na hakuna mahali amewahi support hiyo chart yake ya mume wake. Angalia. Anaendelea kusema katika 10 MR 23.2 anasema James White anateseka kwa kumbukumbu zisizopendeza. Lazima akabidi majukumu. Nasema anateseka. Kwa hivyo Ellen White alijua mume wake ako na msongo ama ako na shida ambayo shida hiyo anahitaji apumzike. Hii ni chati ambayo alitengeleza yeye mwenyewe, haikuongozwa na Mungu, haikuongozwa wala Ellen White hakukubaliana naye, lakini alitumia hekima kusema maneno kama haya. Anasema, nilionyeshwa mambo kadhaa kuhusu mume wangu na mimi mwenyewe niliona kwamba shetani halikuwa akiendelea katika juhudi zake. Kwenye hiyo chati ya tatu. Angalia. Sasa sikiliza. Kwa hivyo hii chati hii hakuna mahali imekuwa inspired na roho unabii. Hii hakuna. Lakini zile zingine za kwanza zimekuwa inspired na roho ya nini? Ya unabii. Hizi mbili kidogo hapo Dene. Naam. Kuna nukuu moja kwa moja ambayo Ellen White anaelezea hilo chati kwamba kuhusu mume wake, sababu tunaona hapo kwa upande wangu sioni kwamba hiyo nukuu inalileti na kwa Ellen White, kwa James White kuhusiana na hicho ambacho amekipresent hapo. Sababu kuna nukuu hapa anamsifia James White anaongozwa na roho wa Mungu.
Kwaje hapo? Hebu rekebisha hiyo kitu tuone. Asante. Sasa naomba tufanye hivi kwa sababu ya muda. Tunaweza tukaendelea kesho hapo tukiendelea kuangalia. Maana tukianza kuitoa sasa hivi nitaweza kuiangalia ili tuweze kuipresent. Lakini kutokana na hiyo ambayo nimeitoa kuna sababu nyingi. Ellen White mwenyewe anasema katika hizi chati za pili tumeona ameziunga mkono. Lakini hiyo ingine inahitaji muda zaidi wa kuweza kuliendelea kuiangalia. Kwa hivyo naomba kwa sababu mlikuwa mmenipea risali moja tuweze kumalizia hapo, maana hata ndio nilikuwa namalizia. Sasa alikuwa anataka ile na kukosoa direct. Sasa hiyo nitaweza kukuangalia. Hii ndio niliweza kuipata kwa haraka. Kuna mambo mengi ya kujifunza hapa ndugu zangu. Kuna mambo mengi ya kujifunza hapa. Hizi vitu zote. Kwa hivyo naomba tuvumiliane na tutaweza kuwa na muda mzuri hata wa kuulizana maswali ya hizi vitu zote. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu saa langu limeisha na angeomba tuweze kumalizia hapo. Kwa hivyo Mungu aendelee kutusaidia katika wiki hili. Tutajifundisha mambo mengi yanayohusiana na ujumbe wa wakati. Situamini na tuombe tumalizie hapo. Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa maana umetufundisha mambo mengi yanayohusiana na ujumbe wa 1840 to 1844. Tunaomba uendelee kutupa mwanga zaidi na pia uendelee kutupa uelewa zaidi, maana ni ujumbe ambao umesema unafaa kueleweka na watu wa kipindi hiki cha mwisho. Endelea kuwa nasi hata tunapopumzika na pia tunapoendelea na kipindi kingine. Kuwa nasi na nikupitie jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.